jana tulieleza baadhi ya mambo ambayo yameteremka kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yakiunga mkono rai ya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tuliona katika maqamu Ibrahim wa fi qadiyati khamr wa fi qadiyati ghayrati nisa'i Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tukaona vile vile katika kadhia ya wale waliokamatwa kama mateka katika vita vya Badr. Tukaona vile vile katika kadhia ya hijabu kwa wanawake wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Haya ni mambo yote yalikuwa yakishuka kutoka kwa Mwenyezi Mungu yakimuunga mkono Sayyidina Umar. Ndugu zangu Islam, lipo jambo moja katika hayo. Wakati Sayyidina Umar iliposhuka suratul Mu'minun, yani qad aflaha almu'minun, aya hizi zilikuwa zikimtaja binadamu asli yake na mwanzo wake. Hivyo wanasema walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin, walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin, ya asli ya binadamu, mchanga, udongo unakuwa unatasarraf lazim, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Asli hii ni Adam alayhi salam. Sasa sisi watoto wake ja'alnahu nutfatan, Mwenyezi Mungu atujalia ni matone ya manii fi qararin makin, yakatulia katika uzao uliotulia. Thumma khalaqna an-nutfata 'alaqa fa khalaqna al-'alaqata mudghah فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. Hizi aya zilikuwa zikishuka hivyo, kizungumzia daraja baada ya daraja ya maumbile ya binadamu. Tumemuumba kutokamana na mchanga, kisha tukajalia ni tone la manii lilotulia katika uzao. Thumma khalaqna an-nutfata 'alaqa, tukaumba katika tone likawa pande la damu. Thumma khalaqna an-nutfata 'alaqa, 'alaqa pande la damu, kisha kutoka katika alaqa mudgha, kisha kutoka katika mudgha idhama, fakasawna al-idhama lahma, kisha mifupa tukaivisha nyama. Thumma anshanahu khalqan akhar, kisha tukamuumba tukamtengeza akawa kiumbe maumbile mengine kabisa, hakuwa kama alivyokuwa pale mwanzo. Sasa Umar alikuwa mmoja katika kutabil wahi, alikuwa mmoja katika watu wanaoandika aya za Qur'ani zinaposhuka. Mtume anawatajia wao wanaandika. Sasa zinaandikwa walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin, wanaandika. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, wanaandika. Thumma khalaqna an-nutfata 'alaqa, wanaandika. Fa khalaqna al-'alaqata mudghah, fa khalaqna al-mudghata 'idhama فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. Ikifika pale wanasema hivi ndivyo binadamu wanavyoanza hivi. Haya ndio maumbile ya binadamu, min turabin ila khalqin akhar. Alipale Umar kwa kushangazwa na aya zile na ajabu ya Mwenyezi Mungu, yakamtoka maneno akasema fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kama hivi Mungu ndivyo anavyoumba, ametukuka mzuri wa kuumba kama yeye hakuna. Kama hivi ndivyo Mwenyezi Mungu anavyoumba, basi fatabarakallahu ahsanul khaliqin, ametukuka Mola wetu mzuri wa kuumba kama yeye hakuna. Mtume akamwambia Umar, hivyo ndivyo Qur'ani inaposhuka. Maneno hayo unayosema Mungu anasema hivyo. Endelea kuandika. Ya Rasulullah, hayo unayosema niandike? Ndio. Hakadha unzil, hivyo ndivyo ilivyoshuka, ndivyo ilivyoteremshwa. Andika. Umeandika. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maneno kayasema yeye, na kumbe Mwenyezi Mungu anasema yale yale. Hii ilikuwa kadhia ya Umar al-Faruq radiyallahu ta'ala anhu. Ta'ala ya ma'shar as-sadat al-a'izza,
linara Umar wa huwa yarkabu mimbar, joni tumshuhudie Umar anaipanda mimbar sasa kwa siku yake ya kwanza. Na hii alipoweka mguu katika kingazi cha kwanza katika mimbar, akakaa katika ngazi ya pili, akaona hata mimi siwezi kukaa mahala alipokaa Abubakar. Abubakar anasema siwezi kukaa mahala alipokaa Mtume, na huyo naye anasema siwezi kukaa mahala alipokaa Abubakar. Kakaa chini yake kidogo, akasimama akasema, ayuha nnas, enyi watu, inna mathala almu'min, hakika mfano wa mtu anayeitwa mu'min, kamathali jamalin, mfano wake ni kama mfano wa ngamia. Ngamia ambaye kwamba ni mazlum, anakopelekwa anakwenda. Imani yake mu'min humfanya kusikiliza kila anachoambiwa na kiongozi wake. Kwa jambo hili mimi napiga mfano kwamba nyinyi nyote mfano wenu ni kama mfano wa yule ngamia anayepelekwa popote anapokwenda, yuko radhi kwa sababu hana kiburi ngamia huyo. Sasa falyanzur qaiduhu aina yaqudu, atizame yule mwenye kumwelekeza ngamia anapompeleka, atizame anampeleka wapi. Sio anamkamata ndio anamzamisha, anampeleka katika maji ya kina kirefu anamzamisha. Sio kwa kuangamia anafuata tu akampeleka katika moto wenye kuunguza. Falyanzur alqa'id aina yaqudu jamala, atizame kiongozi wapi anapompeleka ngamia wake. Fa wallahi, nakuapieni Mungu mimi, Umar anasema, la ahmilannakum ala tariq, mimi nitakuchukueni katika njia iliyokuwa sawa, ile ile alipita bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama nyinyi ni ngamia wanaotii, basi njia tutakayokwenda ni tariqan sawia, njia sawa kabisa. Maneno mafupi sana lakini maana yake marefu. Akauliza swali Umar katika moja katika vikao vyake, akawauliza, ya mashara almuslimin, madha tasna'una bi amirikum idha mala bi ra'sihi hakadha, mtamfanya nini kiongozi wenu siku atakapoteleza kidogo kwa kichwa chake akaenda Kongo, kichwa kidogo kikapinda, mtamfanya nini? Anauliza Waislamu wanasikiliza, madha tasna'una bi amirikum idha mala bi ra'sihi hakadha, mtamfanya nini kiongozi wenu atakapomili kidogo katika njia ya sawa, kenda kichwa chake kidogo kapinda, mtamfanya nini? Akasimama bedri mmoja na upanga wake akasema, ya amira almu'minin, idha naqulu bisayfi hakadha, kama kichwa kitakwenda hivi sisi tutakiregesha hivi kwa upanga. Naqulu bisayfi hakadha, kama kichwa kimepinda kidogo katoka katika ile direction tunayokwenda, sisi tutamfanyia nini? Marekebisho kwa panga zetu. Umar akatabassama akasema, alhamdulillah, ja'ala fil islami nasan la in wajja amiruhum qawamuhu bisuyufi, Mungu nakushukuru kwa kuwa umejalia ndani ya Uislamu kukawa watu kama amiri wao watakwenda Kongo watamtengeza kwa panga zao. Mungu nakushukuru sana ya Rabbi kwa kupatikana watu kama hawa. Nani anaweza kumwambia kiongozi maneno haya na akayakubali, akakubali kukosolewa katika jambo? Siku moja Umar katika mimbar anahutubia, anaambia wanawake, nisisikie kuanzia leo mtu kachukua mahari zaidi ya ukia 40. Umar alikuwa shadidi, kutoka leo ukia 40 zisizidi kwamba ndio mahari. Pale pale akasimama katika safu bibi mmoja mzee, akamwambia, ya Umar, madhak, unatuambia nini Umar? Anawaambia president, unatuambia nini Umar? Mwenyezi Mungu anasema, wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu shay'an atakhudhunahu buhtanan wa ithman mubina wa kayfa ta'khudhunahu wa qad afda ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mithaqan ghalidha. Ayu'tina Allah, Mwenyezi Mungu anatupa na wewe unatukataza. Mwenyezi Mungu aliposema qintara sio pesa chache, ni mapesa mengi. Sasa Mwenyezi Mungu alipotaja kwamba katika ndoa zenu kama mmekosana na wake zenu, basi msichukue kila kitu ulichompa mkeo,
kwamba ulikuja hapa huna kitu utarudi kwenu hivi hivi, la. Na Mwenyezi Mungu kajalia mmewapa qintaran. Kwa hiyo qintaran ndio pesa mengi, ishara kwamba sisi wanawake tuna haki ya kufanyia mahari yoyote, hata kama ni mamilioni, bora kuwe na maelewano. Umar aliposikia vile akasema laqad asabatil mar'a wa akhta'a Umar. Jamani, mwanamke kapata, Umar kakosa. Alikosoma mwenyewe kwa mwenyewe, na anakubali mahala ambapo kwamba kuna ukweli, japo mwenye kusema maneno yale ni mtu mdhalilifu. Laqad asabatil mar'atu wa akhta'a Umar. Mwanamke sahihi kabisa maneno yake, mimi Umar ndio nimekosa, kwa hiyo nimerekebishwa hapo tayari. Takwambieni katika sira ya Umar radhiyallahu anhu kuna mambo wanachuoni wa hisi wanaita awaliyati Umar. Awaliyati Umar ni mambo ambayo Umar alikuwa mtu wa kwanza kuyafanya. Ni mambo gani hayo? Anasema jambo la kwanza alilolifanya Umar radhiyallahu anhu katika awaliyati zake, huwa awwal man summiya amirul mu'minin. Ni mtu wa kwanza aliyeitwa amirul mu'minin. Alikuja baada ya mtume alikuwa akiitwa khalifatu rasulillah. Sasa mtume sallallahu alayhi wasallam alipoondoka, Abu Bakr akaitwa khalifatu rasulillah. Umar alipoingia baada ya Abu Bakr likawa jina ni khalifati rasulillah, yani khalifa wa khalifa wa mtume. Kwa waumini kuna jina refu, khalifati rasulillah, khalifa wa khalifa wa mtume. Hata akiandika barua ila khalifati rasulillah inakuwa ni nzito kidogo. Basi siku moja Amr ibn al-As kaingia msikitini, akamwambia ya amira al-mu'minin. Umar kashtuka, ala, umepata jina hili? Akamwambia naam, anta amiruna wa nahnu al-mu'minun. Wewe ni amiri wetu na sisi ni waumini. Wewe ni amiru al-mu'minin. Kuanzia hapo likaitwa jina la amiru al-mu'minin, likawa shortcut, sio khalifati rasulillah. Pamoja na kwamba bado ni khalifa wa mtume, lakini wakalitumia sana amiru al-mu'minin, na akalipenda zaidi Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa hiyo tunakuja katika awaliyati Umar, mambo ya mwanzo aliyofanya Umar. Wa awwal man tasamma amir al-mu'minin, mtu wa mwanzo anaitwa amir al-mu'minin Umar. Wa awwal man kataba tarikh al-hijri, mtu wa kwanza aliyeweka hii hesabu ambayo tunahesabia ya hijri. Leo tunahesabia karne 14, yani 1400. Kaulika Umar kahesabu kuanzia pale alipohama mtume kutoka Makka kwenda Madina, ikaanza tarehe ya Kiislamu. Sharafu hii kaipata Sayyidina Umar kwa kushauriana na Sayyidina Ali, ikapangwa. Awwal man hamala an-nas fi qiyam Ramadan fi 20 rak'a, mtu wa kwanza ambaye kawaweka watu pamoja, imamu mmoja katika mwezi wa Ramadhan na kawasalisha raka 20. Historia unaposoma unakuta awwal man fa'ala dhalik. Umar vile vile alikuwa mtu wa mwanzo kuvunja msikiti wa mtume na kueneza, yani kufanyia tausia kama mkubwa. Na kwa mdogo lakini kicho Uislamu anazidi. Kwa hiyo ukavunjwa, siku ya kuvunjwa kwa lengo baya, kwa ajili ya nini? Ya kukunjuliwa, kaujenga na zaidi na zaidi. Vile vile yeye alikuwa mtu wa mwanzo kuiondoa makamu Ibrahim, akaisogesha mahala pengine kwa ajili ya wasaa watu kufanya tawaf pale. Makamu Ibrahim kwa imekamatana hata na al-Kaaba. Sababu ni mahali ambapo mtume Ibrahim alikuwa akikaa akisimama kwa ajili ya kujenga al-Kaaba. Kwa Umar kaipeleka mbali sasa kidogo ambapo haiko karibu na al-Kaaba. Vile vile Sayyidina Umar awwal man hamala ad-durra, ni mtu wa kwanza alikuwa akitembea na bakora katika mitaa. Watu walikuwa wanasema la durratu Umar ahyab min suyufikum, bakora ya Umar inaogopewa kuliko panga zao. Watu walikuwa kiona bakora ya Umar wanaiogopa kuliko panga, mpaka watoto walikuwa kiona Umar na bakora anapita. Siku moja watoto wameokota tende wanakula, walipomwona Umar kila mmoja kashika njia yake wakaanza kukimbia. Umar anakuja, mtoto mmoja tu kabakia, yeye kasimama. Anamuuliza vipi, mbona hukukimbia kama wenzako?
Akaambia si hatukuiba, hizi ni zile za kuanguka chini, zimeanguka tumekula. Wale wamekimbia wakidhani kwamba pengine utawaambia wameiba, wanaogopa hiyo bakora. Lakini mimi anakuambia hizi zimeokotwa. Basi Omar kafurahi. Akamwambia sasa unakwenda? Akamwambia nipeleke nyumbani, kuna vijana wakiniona na tendo zangu hizi watanivamia. Kwa hiyo nipeleke nyumbani. Omar kamchukua mtoto yule akawa anazungumza mpaka kwake. Mmoja president anafanya anachukua mtoto mpeleka kwao. Yani ilikuwa mambo yake ni basata. Mambo manaki very simple. Na watoto wadogo kama saa nyingine anawakuta watoto wanacheza. Amkamata mtoto, naambia udu Allah ali fa innaka lam tudnib ba'd. Ndio Mungu mwanangu, wewe hujafanya dhambi hata moja. Omar kafanya mangapi? Yule mzee anaambia watoto wadogo wamwelewe. Sasa Sayyidina Umar alikuwa na aulawiyati, mambo haya yalikuwa kayafanya mwanzo. Awwalu man hamala ad-dura, alikuwa kibeba bakora, anapenda nayo anapenda. Awwalu man dawwana ad-dawawi, mtu wa kwanza aliweka yale madaftari. Kuna daftari la wanajeshi wa jihad majina yao, kuna daftari la jibaya kharaj, yani kodi zile, kaika kile kitu kwa nidhamu. Sayyidina Umar radiyallahu anhu. Na vile vile awwalu man asa bil-layl, mtu wa kwanza kutembea usiku kutafuta kadhia, kesi, kuna nini katika mamlakati ya Umar, kipi kinachohusu daula yangu, kuna matatizo gani tuyarekebishe. Ikawa anatoka usiku, na nyingine akitoka yeye peke yake, na nyingine akitoka yeye na kija kazi na msaidizi wake anaitwa Aslam, na mwingine alikuwa akiitwa Abdurrahman ibn Auf, wakitoka pamoja usiku wakitafuta kesi za Waislamu, kuna matatizo gani kwa Waislamu. Siku moja Omar alitoka usiku wa kiza, ikawa anatafuta matatizo, mashakili. Akafika katika moja miongoni mwa nyumba za Waislamu, akasikia sauti ya mwanamke. Mwanamke anasema maneno ya kutisha. Anasema ala tala hadha al-lailu wazwarra janibu, jamani usiku umekuwa mrefu na kiza kimetanda kila mahali. Wa araqami laysa fi sariri khalilun ulaibu, anasema na kitandani niko peke yangu, sina rafiki wa kucheza naye. Nikashtuka, nani yeye khalifa wa Umar unaweza kusikilika na maneno kama hayo? Usiku umekuwa mrefu, niko peke yangu, sina wa kucheza naye. Akaendelea mwanamke yule akasema, walaula Allah, laula makhafatullah, lau sikumuogopa Mwenyezi Mungu, lau sikumuogopa Mwenyezi Mungu, laula makhafatullah, kama sio hofu ya kumwogopa Mwenyezi Mungu mie, la hurrika min hadha sariri jawanibu, sasa hivi kitanda hiki kilikuwa kinatikisika na kitendo kichafu cha zina. Sayyidina Umar baada nasikia habari nzito, kisha akasema bali makhafatullah wal haya'u yamna'uni, mimi namuogopa Mungu, naona haya sana kufanya kitendo hicho. Wa ikramu ba'li, ukrimu ba'li, namtukuza namkirimu mume wangu ambaye hayupo, antunala maratibu, asije mambo yake yakaharibika nikamvunjia heshima yake kwa kufanya kitendo hiki. Qala hadha al-laylu wazwarra janibu, arqani laysa fi sariri khalilun uraibu. Sayyidina Umar akabidi agonge mlango. Kuna nini hapa? Mbona unasema maneno haya wewe? Akaambia nani wewe unayegonga mlango? Akaambia nimesikia habari hiyo, ndio nataka kujua nini tatizo lako. Akamwambia wewe nani bwana? Akaambia mimi muumini. Kumbe wewe unampeleka mume wangu katika jihadi miezi sasa hivi hajaja. Kumbe mume alikuwa hayuko mbali, wanaokaa mbali na wake zao bila hesabu zozote. Kuna hatari kubwa mtu kumtupa tu mkewe hamjali, bora mchukue nende naye, au kimwacha uache gadi kubwa. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu akamuuliza kwani vipi? Akamwambia mume wangu katoka, ni murabit katika sabilillah, sasa niko peke yangu, nimemtamani mume wangu. Umar alipotoka pale mpaka kwa mwanao binti Hafsa,
akamuuliza ya Hafsa, akhbirini ila mata tasbiru almar'a an ghiyabi zawjiha, mwanamke ana uwezo wa kusubiri mpaka lini mumewe kama hayupo? Sayyida Hafsa akasema subhanallah, unauliza swala hilo? Akamwambia niambie, laisa fil islami haya, katika fiqh yangu na haya, nataka kusoma hapa, nataka kusuluhisha matatizo ya waumini, sio kwamba mimi baba na kuuliza swala hilo unaona haya. Niambie kweli, mwanamke ana uwezo wa kusubiri mpaka miaka mingapi, mpaka muda gani? Bibi Hafsa akamuonesha kwa vidole vyake tu, labda miezi 3 au 4. Miezi 3 au 4, baada ya hapo itakuwa talaka. Sayyidina Umar alipotoka pale akatoa tangazo kwa watu waliokwenda vitani na viongozi wa jeshi kwamba jamani, msimjie mujahidi yoyote zaidi ya miezi 4. Ikifika miezi 4 mwambie nenda nyumbani kaangalie mambo kule mengine mtawazisha. Hapo siku ya pili anamwona mtu mzima na yeye anakuja na mashairi yake huko analia, anamtaja mwanawe. Akauliza, kaambia hii kesi hii ndio ile kama ya mwanamke huyu, anamtamani mtoto wake hajamuona. Akaambia na watoto walikuwa na wazazi wawili wazee pia nao wasikae zaidi ya miezi 4. Uadilifu Sayyidina Umar alikuwa anataka uenee katika kila mahali, adala. Mambo yakapangwa hivyo, ikawa mtu haruhusiwi kukaa nje ya nyumba yake zaidi ya miezi 4 bila ya dharura yoyote. Anarudi anatizama nyumbani, baadaye anaendelea. Siku nyingine akatoka usiku huo alikuwa yeye na Abdurrahman ibn Auf. Wanapata habari kwamba jirani wamekuja businessmen katika mji wa Khadija. Sasa wakawa businessmen wale wafanya biashara wako peke yao. Omar akaona lazima niwe company tuwe pamoja. Wakapiga mahema yao nje kidogo pale. Usiku wakawa wanakaa pale wanazungumza. Omar akaona niwe pamoja nao. Kakaa nao usiku ule, akamwambia Abdurrahman, maadamu usiku umekwenda sana, tuwe hapa tuwe walinzi. President anawalinda raia wake. Tuwe walinzi wa hawa watu wasije akapata. Hawa ni businessmen, wana mali hawa, wana vitu, na kuna watu kutaa tu wako nje hapa. Kwa hiyo tukae hapa mpaka asubuhi. Wakakaa pale usiku. Omar akasikia kilio cha mtoto mchanga. Aliposikia kilio cha mtoto mchanga tu hakuweza kustahimili, akafuatilia kilio hicho kinatoka wapi. Kenda akasikia mtoto analia, mama anajitahidi kumnyamazisha. Wapi? Mtoto anazidi kulia. Omar akatoa sauti, ayatuha anini tiflati, ewe mama, jitahidi kumlaza mwanao, asikiti, nyamazishe, asilie. Mama anajitahidi. Wapi? Omar anaondoka, akirudi mtoto analia zaidi na zaidi. Anarudi tena, anamwambia kai, asikiti, mwambie mwana atulie. Vipi? Mtoto anatulia kidogo, Omar anaondoka. Akiondoka mtoto anaanza kulia zaidi. Omar akarudi akakasirika, akamwambia mama yule, faraki bi'sal wewe mama mbaya, mama gani asiyeweza kunyamazisha mtoto? Nyamazisha mtoto wako. Mama naye akachukizwa pale. Wanda laqad adhaitani ayuha ar-rajul, mtu wewe na maneno hayo umeshaniudhi. Umeniudhi, naambia mimi mama mbaya. Unafikiria kwa nini mnafanya hivi mimi? Innani uhmiluhu ala infitam, namchukua mwanangu kumfanyia mazoezi apate kuachaziwa mapema. Lianna Umar la yu'ti illa lilfatin, Umar hatoi pesa isipokuwa watu washachaziwa. Sasa mwanangu huyu kama hajaachaziwa mapema hapati kitu huyu. Sasa mimi namfanyia bidii aache mapema. Umar kauliza, kwani ana umri gani? Akamwambia miezi yake ya kuhesabu tu. Akamwambia mbona una haraka basi? Akasema la, mtoto apate kitu huyu, angalau na yawe na akaunti yake. Sayyidina Umar akamwambia Abdurrahman, twende zetu. Ukaswali alfajiri. Abdurrahman anasema fala nakadu nasma' sautahu min shiddati bukaa, tukawa tusikii sauti yake kwa kilio kikubwa akisikia ile jambo. Na kuna watoto wanalazimishwa na wazazi wao kwa kuwa wafuate ile system ya Umar kwa kanao pesa waachwe mapema. Akasema subhanallah, wailun, ole wangu mimi Umar,
kam qatalta ya Umar min awladi almuslimin, anajibu swali, umeua watoto wangapi wewe Umar kwa hali hii ambayo mama yule umemkuta? Kuna watoto wangapi wamekufa kwa ajili yako ewe Umar? Ikawa anajilaumu, akatangaza pale pale, akatoa tangazo kwamba kutoka leo ayu mauludin yuladu fil Islam, mtoto yoyote atakayezaliwa hapa katika daula hii ya Muhammadia awekewe pesa zake tayari kabla hajapata kuachishwa ziwa. Akizaliwa tu tayari fulani anaandikwa tayari amepata kitu. Ajabu. Waislamu hapo kuna kitu kinaitwa umaskini. Wakati kila mtoto anazaliwa tayari anafunguliwa akaunti katika baiti mali muslimin. Niambie, nani atakulia hana kitu, hana akiba? Nani atakulia hana akiba? Daulatul Umaria ikawa hivyo, mtoto akizaliwa tu anaandikwa jina lake na kisha anapewa sehemu yake, anakuwa na kitu kidogo anapata, na kila kitu anapata mpaka akakulia. Huyo alikuwa Umar na faida ya kwenda kwake usiku akitafuta matatizo. Siku nyingine akapita katika nyumba ya muuza maziwa. Mama mmoja kazi yake kuuza maziwa. Alfajiri yule ndo anarauka na mwanawe, anamwamrisha haraka wauze maziwa. Sasa walikuwa wakifanya ghishu katika maziwa yao yale. Anamwambia mwanangu, laqad atla alfajr, ishachomoza alfajiri, qumi, simama, imduk labana bilma, changanya maziwa na maji tukapate faida kubwa. Yani ilikuwa kichanganya maziwa kiatia maji mingi sana ili wapate faida kubwa. Maziwa yanakuwa pengine half lita na maji yanakuwa half lita, kwa tunachanganya. Sasa changanya ili tukapate faida ya kuuza maziwa. Binti akakasirika, akamwambia, ya umma, ala ta'lami anna amira almu'minin naha 'anil mulk, hujui kwamba amira almu'minin alikataza watu wasichanganye sana maji ndani ya maziwa? Amira almu'minin mwenyewe yuko nje anasikia habari. Mama anaambia, innahu la yarana, amira almu'minin mwenyewe hatuoni hapa, wacha mambo yako, changanya maji na maziwa. Inna Umar la yarana, hatuoni sasa hivi, mwenyewe yuko nyumbani kwake huko kastarehe. Kumbe Umar anasikia. Baadaye mtoto yule akamwambia mama, ya umma, idha kana Umar la yarana fa inna rabba Umar yarana. Kama Umar hatuoni, Mungu wake je? Mungu wake anatuona. Kwa hiyo tusifanye kwa kuwa mtu hatuoni, Mungu anatuona. Mungu anatuona. Kwa hiyo usichanganye mama maji na maziwa. Siku ya kiyama utakwenda ambiwa, haya yatoe maji kutokamana na maziwa yaweke mbali na maziwa yaweke mbali. Utaweza? Utaweza. Sayyidina Umar akaitia alama nyumba hii. Asubuhi yake akafanya mkutano na wanawe tumewataja hapa wa kiume, Sayyidina Abdullah na Abdurrahman al-Akbar na Asghar na Isam, Asim. Hawa wote wamekusanywa siku hiyo na Umar. Na kina Zaid anawaambia, sikilizeni, man minkum yatazawwaj min ba'i'ati al-laban, nani kati yenu atakwenda kuoa katika nyumba ya muuza maziwa? Kampeni ile binti alikuwa anachangamka kumchangamkia mamake, anaambia usichanganye maji na maziwa. Sasa kwa kuwa hana uwezo yeye kumuoa kwa sababu yeye kishakuwa mzee, binti tena mdogo, kuna watu saizi yake ambao wana match na yeye, watoto wake wapo. Sio tena yeye anakwenda kuoa na watoto wako pale. Sio kwamba haifai mtu mzima, wasifikirie ubaya wale wazee wakaona la. Mtu mzima anaweza kuoa pia mdogo, bora makubaliano. Lakini pia naona kuna wengine hamkubali mtu mzima, labda kama ana pesa ndio atakubaliwa. Kuna mshairi anasema, idha shaba sha'ru al-'abdi aw qalla maluhu falaysa lahu fi wuddihinna nasibu. Pesa za mtu zikiwa chache au nywele zake zikishakuwa nyeupe, hana fungu katika mapenzi ya wanawake, hana fungu. Kama hana pesa, hana fungu. Nywele zikikuwa nyeupe hizi, ataitwa babu. Babu yule babu kwa wanawake, kwa sababu gani? Hana pesa. Lakini kama ana pesa, haiti babu. Haiti babu, ataitwa buzi au buzi.
Lakini nakubali kutambuzi wa Uislamu. Kwa ajili hiyo atapata kile anachokitaka kwa sababu ya mali yake. Tawala pesa zilivunja kabisa itikadi ya watu. Na mweka shairi anasema innal ghaniya wa in takallama bil khata qalu asabta wa saddaqu ma qala. Hakika jitu tajiri hata likisema porojo tu watasema kweli kabisa, umesema kweli kabisa, na watamwamini kwamba huyu ndio kiboko wetu. Unaona maneno yanayozungumza, kumbe porojo hiyo anataka ile pesa yake tu basi. Wa innal ghaniya wa in takallama bil khata qalu asabta wa saddaqu ma qala wa idha al faqir asaba qala akhta'ta ya hadha wa kunta dalala. Mtu yule maskini wa Mungu akisema maneno ambayo kwamba ni straightforward, wataambia unatafuta pesa tu, Mungu mtu mkubwa. Wakadhabu, wataambia wewe kadhab, sababu hana kitu maskini, hata awe na zuhudi gani, hata awe vipi, lakini maadamu hana dirham na dinar, wataambia wewe unatafuta kula tu basi. Wa idha al-faqir asaba qalu akhta'ta ya hadha wa kunta dalala inna ad-darahima fi al-mawatin kullaha taksu ar-rijala ma'abatan wa jamala. Hakika dirham kila mahala unapokwenda dunia nzima inamvisha mwanamume hofu ya kuogopewa na uzuri. Japokuwa hapendezi sura yake, watu wanamuona umeona sura kama kobe, lakini pesa zake alizokuwa nazo utaona kina mama wanapiana mashallah haisam, lakini kwa sababu wanataka ile pesa yake tu basi, ukishaipata basi kisha basi utamuita babu, ana kazi tena. Wa inna ad-darahima fil mawatin kullaha taksu ar-rijala mahabatan wa jamala wa hiya al-lisanu liman arada fasahatan. Na pesa hizo ni ulimi kwa mwenye kutaka kuzungumza vizuri, ni ulimi kwa mtu mwenye kutaka kuzungumza vizuri. Wal-lisanu liman arada fasahatan, ni ulimi kwa mwenye kutaka kuzungumza vizuri. Wasilahu liman arada qitalan, na ni silaha kwa mwenye kutaka vita. Hiyo dirham moja tu unafanya kazi zote. Nasema idha qalla mali laysa man yusahibuni wa fi jam'i al-mali kullu an-nas khillani. Pesa zangu zikiwa chache sipati rafiki, lakini ukikusanya mali kila mmoja rafiki yangu yuko imani, utapata marafiki. Kwa nini? Kwa sababu unamiliki. Lakini niambie, الجنوب من الفلوس خاوية وما أدراك ما هي نار حاوية وليس علماء البلاغة اقتباس. يعني pesa hamna kitu, mifuko yote inalewa, ishara kwamba hakuna kitu. Watu wanaona huna maana yoyote, hakuna kitu, huna kitu. Kwa hiyo wazipi wanaweza kuwa watoto wadogo, yani miaka ile 19 20, ukiwa na maelewano na hakuna ubaya wote, na ubaya wote. Kwa ajili hiyo Mtume sallallahu Sayyidina Umar akawaitisha watoto wake kumwambia, man minkum yatazawwaju min ba'i'ati al-laban, nani atakayekwenda kuoa nyumba ile, unamchagulia mtoto mchumba mzuri ambaye unaona ana mabadi ya Islam. Watoto wake wote wako na sisi watoto wa waziri amiri muuminin tukaoe nyumba ya ba'i'atul laban. Aone jibu la kujibiwa. Anauliza tena, jamaa hamumtaki bintu ba'i'atil laban? Watoto kimya. Umar akasema basi kama hamumtaki nyinyi mtakwenda kuoa mimi. Pale pale mmoja kaona mko mimi anajua kwamba Umar kama anataka kwenda kuoa mahali lazima huyo atakuwa na msimamo mkali sana, ni binti mzuri. Asima akasema mimi namtaka, akaozeshwa yeye. Na wanachuoni wa Isra wanasema huyu ndio mmoja katika bibi za Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz, khalifatul adil mwingine katika bibi zake. Huyu binti huyu ambaye katoka katika nyumba hiyo, kama Mungu atatupa uwezo tutakuja kuizungumzia historia yake baada ya makhalifa wanne. Sayyidina Umar katika kwenda kwake usiku, siku nyingine vile vile akasikia sauti ya bibi, sauti ya mwanamke ambayo inaonyesha huzuni kubwa inatoka katika kibanda huko mbali. Umar akaenda mbio mpaka pale, akifika mlangoni anampata mume wa bibi yule huko nje, kashika tama aliyofanya nini. Akamuuliza magari nini?
walima sarha, mbona kuna kelele ndani? Amirul Mu'minin wanatembea usiku kucha wanatafuta problem. Sio watu wanamletea yeye kwamba sisi tuna tatizo hili, tuna tatizo hili, tunataka hivi. La, yeye anayetafuta yeye matatizo. Amefika pale, mwenye nyumba anamwambia inna zawjati akhadhatha al-makhab, mke wangu yuko katika wakati wa kuzaa, wa ana wahdi, mimi sijui hata nifanye nini. Mbona mume wengine hawana uwezo wa kumpokea mtoto, hawajui afanye nini. Mama anaumwa huku na yeye anaumwa kivyake, unafikiri yeye pia kabeba mtoto. Omar kaja pale akahakikisha kwamba anatoa msaada, lakini afanye nini wakati wote wawili ni wanaume? Je, watamkabili mtoto wampokee kutoka kwa mwanamke? Haiwezekani. Karudi nyumbani kwake Omar mpaka kwa mkewe Sayyida Kulsum binti Ali radhiyallahu anha, akaambia ya Kulsum, hunaka khairu, iko kheri, iko njia ya kupata thawabu. Hal targhadina fiha, unahitaji saa ya kupata thawabu? Akamwambia naam. Akabeba sitwende. Hunaka mra'atun akhadhatha al-makhab wa hiya wahdaha, kuna bibi mmoja kule yuko katika kuzaa, yuko peke yake, yeye na mumewe tu, hana mpokezi wake. Haraka Bibi Fatuma akachukua mambo yake pale, maji na hivi vifaa, ametoka mbio, mumewe yuko mbele, yeye yuko nyuma. Mke wa kiongozi na kiongozi mwenyewe wote wanakimbilia kwenye kibanda fulani kumwokoa mwanamke alipata uchungu wa kuzaa. Kwa kweli Umar katupigia mifano mikubwa sana katika Uislamu. Naitani kwamba mtu atakayesimama akasema mimi na kuongoza wewe au wewe, ataisoma historia ya Umar, japo kama atafuata baadhi ya mambo atajiona katika siratul mustaqim. Umar bin Khattab alipofika akamwambia yule bwana mwenye nyumba, mpishe huyu bibi. Yule bwana hajui huyu nani alikuja, naona mtu tukafika pale. Bibi Fatima, bibi Kulsum kaingia ndani, kampokea mtoto. Baada ya muda wao wako nje wanazungumza na yule bwana. Sayyida Kulsum anatoa sauti, anambia ya Amira al-Mu'minin. Sasa yule bwana mwenye nyumba akashtuka, kumbe nilikuwa hapa ni Amira al-Mu'minin, anaitwa Amira al-Mu'minin. Ndio akashtuka, kumbe huyo Amira al-Mu'minin. Anambia Amira al-Mu'minin, abshir sahibaka bi ghulam, mpe bishara rafiki yako, mwambie tayari kishapata mtoto. Furahi na watu aina gani hawa? Mtu na mke wote wamekuja, mashaallah, bila ya kuwaita. Abshir sahibaka bi ghulam, akabeba lai, tubashiruki zawjati, tubashiruka bi ghulam, mke wangu anakuambia tayari mambo mtoto kishapata tayari. Yule mtoto yule bwana akaanza kufurahi pale, akaambia subiri waache wamalize kazi zao. Tayari Umar akaanza kuwasha moto, huku anahangaika bibi Kulsum kumwandaa mtoto. Umar anapika uji, mpaka uji umechagua, anaambia haya at'imi alwalida, Kulsum mlishe mzazi apate chakula kidogo, apate nguvu, arudishe nguvu zake alizozitoa. Bwana anatizama na subhanallah, mtu gani kaja hapa kawa chapuchapu kile kama na creative, mtu active kabisa. Mpaka bibi akala, mwenye nyumba akafurahi, baadaye akawaga, anasema tunakwenda, lakini kesho ikifika wewe njoo Bait Mali Muslimin, pale tutakuja kufanya mipango ya mtoto huyu, tumwandike jina na mambo mengine yote, awe anapata ujira wake kama kawaida. Na zaidi ya hayo, ndugu zangu Waislamu, siku nyingine alitoka yeye pamoja na Aslam, siku akiza, wamembai kwa mbali kidogo, farau naran tataajjaj, wakauona moto mkubwa. Kamuuliza Aslam, madhalo hadhihi nar, mbona kuna moto kule? Labda kuna nyumba zinaungua, zinateketea, nyumba za Waislamu. Wakaona waenda haraka, wakifika wanapata kwamba ni bibi tu, kumbe kakaa nje kidogo, mwenyewe anapika. Sasa wako kando kidogo, hawezi kuingia pale, ni katika mantika ya mtu, ikabidi waulize assalamu alaikum ya ahla ad-daw. Na Umar akatia salam, amani iwe juu yenu enyi watu wa mwangaza huu. Yani alichukia kusema ahla an-nar, neno baya. Ahla an-nar watu moto. Sasa yeye huu ni moto, nikisema ahla an-nar itakuwa ba, ndio watu wanaotumia lugha. Na assalamu alaikum ya ahla ad-daw, amani iwe juu yenu watu wa mwangaza huu.
Walisema alaykum assalam. Akauliza adnu, je nisogee karibu nije mnipa ruhusa ya kuja hapo? Bibi akamtizama akamwambia udnu bi khairin, kama unakuja hapa uje kwa khairi. Akasogea karibu. Ma balu, wa habari gani hapa mbona unakuwa unapika pika wal auladi yatadaahun, watoto wanalia, mbona wanalia na huku wewe unashughulika nini habari? Akaambia sikiliza, haulai liyatama wa ana ummul yatama, hawa watoto ni mayatima, mimi mama yao. Mtawashakufa huko, sisi tuko hapa siku zote hizo, shida tulokuwa nayo sisi haisemeki. Na sasa hivi mimi ninajitahidi, hawa watoto hawa wana njaa kubwa sana ndio inawaliza, na mimi najitahidi kuwakorogea, na sikorogi kitu ndani, kuna maji tu. Ni ishara kwamba nataka kuwaonesha kwamba msijali watoto wangu, mama yenu anapika sasa hivi mtakula. Wakishishikwa na usingizi ni mbebe mmoja mmoja nikamlazi, hakuna chochote hapa ninachopika. Na wafanyia hivi ni kama moja katika kuwaliwaza njaa yao. Watakuwa na tamaa, sasa hivi tutakula, sasa hivi tutakula, ndio wanayoyoma katika usingizi yao, ndio shalala. Lakini hakuna kitu tunachopika hapa. Kamfungulia sufuria naona maji matupu. Kama alikuwa kiongopea, sasa naanza kuyaona. Alikuwa tangazia wazi watu, asema wallahi ma qabiltu al-imarata illa kama yaqbalu al-muttarru akla al-mayta. Mimi sikukubali kukuongezeni nyie, kukubali kwangu ni sawa na mtu aliyekuwa kala mfu kwa sababu ya dharura. Ni kama vile mtu anavyokubali kula mfu kwa sababu ya dharura, ndio nilikubali kukuongezeni nyie, sina haja ya kuongezeni. Kwa nini? Wanasema al-hukmu taklif la tashrif. Mtu kuongoza ni commitment, not bed of roses. Wanasema kuongoza sio kitanda cha maua unaruka unalala kipala. Kuna commitment, kuna mambo ambayo yako yatakuwa juu yako na shingoni kwako mpaka siku ya kiyama. Lakini ukiwa adil, Mtume anasema sab'atun yudhilluhumullahu yawma al-qiyamah yawma la dhilla illa dhilluhu. Watu saba Mwenyezi Mungu atawaeka katika kivuli cha arshi yake siku ya kiyama, siku ambayo itakuwa hakuna kivuli isipokuwa kivuli cha Mwenyezi Mungu. Kama mtaja wa kwanza kusema imamun adil, kiongozi aliyekuwa mwadilifu atapata kivuli cha Mwenyezi Mungu siku ya kiyama. Washabun nasha fi ibadatillah, na kijana aliyokulia katika ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watoto ndio tunawalea wao hivyo ili wapate kuishi katika nini? Kivuli cha Mwenyezi Mungu siku ya kiyama. Warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, na mtu wa tatu ni mtu ambaye moyo wake umekuwa umefungamana na msikiti, hana raha mpaka awe ndani ya msikiti. Akiwa nje moyo unamkeleketa, nenda msikitini ukafanya itikafu. Mtu huyo atapata kivuli cha arshi ya Mwenyezi Mungu siku ya kiyama. Warajulani, na watu wawili tahabba fillah, walipendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Watu wawili wanapendana. Sisi Waislamu tunaruhusiwa kupendana, lakini leo tukizungumza masuala ya kupendana tunaona mwenzako. Mtume anasema man ahabba sahibahu falyuallimhu annahu yuhibbu. Mtu akimpenda mwenzake amwambie kwamba mimi nakupenda. Na Mtume alipokimwambia Muadh, inni la uhibbuka fillahi ya Muadh, mimi nakupenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ewe Muadh. Lakini leo mwambie mwenzako mimi nakupenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Unampenda mimi wewe Hamisi nini? Unaona kama kupendana basi ndio tena yeye akitajua kupenda basi anajua ni wanawake tu, wanawake na yeye. Ndio tumeambiwa sisi Waislamu hamu zetu zote zimekufa, zimebaki mbili tu. Jamaluddin al-Afghani anasema innal muslimina matat azaimuhum wa matat minhum kullu shay'in illa shahawatuhum. Waislamu kila kitu chao kimekufa isipokuwa vitu viwili tu ndio vimebaki, shahwa. Na shahwa hizo shahwa mbili tu, shahwatul batni wa shahwatul farji. Matamanio ya tumbo na matamanio ya tumbo, ndio laki hizo ndio zinafanya kazi update. Hizo zinafanya kazi kweli, lakini azima nyingine zote zinakufa. Kwa hiyo watu wawili wanaopendana, mke na mke au mume na mume, wakawa wanapendana kwa ajili ya Mungu, ijtamaa fi wa tafarraqa fi, wakakusanyikana katika mapenzi ya Mungu na wakafarikiana katika mapenzi ya Mungu vile vile. Warajulun
na mtu mwingine ni mtu ambaye da'athu imra'atu, ameitwa na mwanamke dhatu mansibin wa jamali, mwanamke mwenye cheo na uzuri wa hali ya juu. Faqala, yeye akajibu akasema, la inni akhafu Allah, mimi namuogopa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Akisema hivyo mtu atakuwa na kivuli kesho, kivuli cha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala cha arshi yake. Wa rajulun, na mtu mwingine tasaddaqa biyamini, ametoa sadaqa kupitia mkono wake wa kulia. Fa akhfaha, akaitoa kwa siri sadaka hiyo. Malaika siku ilipoumbwa ardhi walimuuliza Mwenyezi Mungu, ya Rabb, hal khalaqta shay'an aqwa min al-ard? Wewe umeumba kitu kilichokuwa na nguvu ya Rabbi kuliko hii ardhi? Mwenyezi Mungu akasema, naam, al-jibal, nimeumba majabali. Al-ardh, ardhi hii mnayoiona haina kitu mbele ya majabali. Ndio wanasema wal-jibala autada, na majabali ni vigingi vya ardhi. Kwa majabali yana nguvu kuliko hii ardhi. Wakamuuliza, basi hal khalaqta shay'an aqwa min al-jibal? Je, umeumba kitu kilichokuwa na nguvu kuliko majabali? Qala na'am, al-hadid, nimeumba chuma. Tukileta chuma tukivunja majabali yote yanakuwa unga. Kwa hiyo chuma kina nguvu kuliko jabali. Akauliza malaika, hal khalaqta shay'an aqwa min al-hadid? Je, umeumba kitu kilichokuwa na nguvu kuliko chuma? Qala na'am, an-nar, nimeumba moto. Law ja'alna al-hadida fi an-nar la dhaba al-hadid. Tuchukue chuma tukitie motoni kinayayuka. Hal khalaqta shay'an aqwa min an-nar? Wakamuuliza, je, basi kuna kitu kilichokuwa na nguvu kuliko moto? Akasema naam, kipo kitu kilichokuwa na nguvu zaidi kuliko moto. Kitu gani? Akawaambia, alma, maji. Washa moto, baada ya kuwasha moto peleka maji katika moto ule, mara moja utazima moto. Kwa hiyo almau aqwa min an-nar, maji yana nguvu kuliko moto. Wakauliza malaika, hal khalaqta shay'an aqwa min al-ma? Je, basi umeumba kitu kilichokuwa na nguvu kiumbe kuliko maji? Akasema naam, ar-riyahu, upepo mkali. Pepo ilikuwa moja katika adhabu wa kaumi Aad. Auliku birishin sarsarin atiya سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام خصوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ وينبيبوا نعملوا بكم أجل. وكما نقول يا رب، هل خلقت شيئا أقوى من الريح؟ جاءوا umeumba kitu kilichokuwa na nguvu kuliko upepo? Allah kasema naam, ibnu Adam alladhi yunfiqu biyaminihi فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه هو أقوى من هذه الأشياء كلها. Yule binadamu mwenye kutoa sadaka kwa mkono wake wa kulia, wa kushoto sijue, huyu ana nguvu na ni bora kuliko hivi vyote tulivyovitaja kuanzia ardhi mpaka mwisho wake. Limadha? Sababu anatoa kitu kwa siri ambayo ni ngumu sana. Ni ngumu sana. Kwa dhahiri leo watu wanatoa, labda nileteni kamera, mniwekee mbele ya kamera, mnitie watu waandishi wa habari, mnipige picha, na huku ninatoa hundi yangu milioni 100. Yaani fahari, ana ampata kujulikana, dunia nzima inapata habari fulani katoa milioni 100. Magazetini fulani katoa milioni 100, lakini kwa siri aende pale palipokuwa panahitajika msaada, apeleke, aweke bila kujulikana yeye nani. Haiwezi. Hakuna mtu anayejua isipokuwa Mungu tu anapata fahari gani. Ndio Mungu kaeka zawadi nono kwa mtu atakayetoka kwa siri akapeleka kitu, mkono huu sijue, amwekea kiburi. Siku gani hiyo? Watara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adhab Allah shadid. Watu wanakuwa kama walevi, yeye rijlun ala rijli, amekaa ana matatizo yote. Kwa sababu gani? Ana mambo kayafanya. Mtu wa 7, rajulun dhakara Allah fafadat aynahu min ad-dam. Mtu alokaa pembeni akamtaja Mungu mpaka akalia, machozi yakamtoka. Huyu vile vile kuna kivuli kinamsubiri cha arshi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sayyiduna Umar anamwambia, adnu, je nisogee? Kaambia udnu bi khair, kama kwa khairi njoo, kama kwa shari sije. Tuache hivi na watoto wangu na sufuria yetu bila ya chakula. Umar anauliza, sasa kama nitakuulizeni
hizi balaa hizi zote kazisababisha nani juu yenu? Mmemshikia nani kwa Mungu? Mama akamwangalia akamwambia, Allah fi Umar ibn al-Khattab. Sisi tulikuwa hapa, sisi laana zote mambo yote tunasukuma kwa Mungu, kila kitu, makombora yetu ya ghadhabu yote huyo Umar ibn al-Khattab huyo. Na Umar ndio yeye mwenyewe, lakini bibi hamjui. Umar akaona la, hii ni tatizo lingine. Unasemaje mama? Ambia Umar, tunamshtakia Mungu wa Umar ibn al-Khattab. Akataka kumuuliza kidogo suala na sahihi kabisa. Baba Umar, ana nini Umar mwanangu? Ayalamu al-ghaib? Kwani atajua kama yeye mko huku mwisho wa dunia huku kuna watu kama yeye, atajuaje Umar? Akamwambia vipi? Kazidi kwa maji yule bibi. Hayali yamrana wa yaghfalu anna, huyu mtu akubali kutuongoza sisi alafu asijue kama tuko huku sisi, kwa nini tukubali basi? Akubali kutuongoza awe amirul mu'minin alafu eti aghafilike kwamba huko asijue kama kuna watu. Wakasema basi kama bi Aslam twende haraka, na Mola yajri. Jabbar al-jahiliya alikuwa jabbar wakati huo, lakini sasa hivi ikawa safifu, ndio mpaka Bait Mali al-Muslimin. Kamwambia aminu Bait Mali al-Muslimin, lete bebe la sabli, lete unga, nibebeshe mgongoni mwangu. Khalifa anabeba na kwa habari anabeba, nasema ahmil alayya, ambaye Aslam nitwika. Aslam anamtizama Umar, anaambia bal ahmilu laka, nitakubebea mie. Vipi? Mie niko hapa kwa ajili yako, nikubebishe wewe vipi? Akamwambia ahmil alayya, nakwambia nitwike. Aslam anasema umesemaje? Ahmil alayya nitwike. Aslam anasema haiwezekani. Anasema lui sakilatka ummuk, mamako amekukosa, yani hasira. Atahmil alayya wizri, atahmil wizri yawm al-qiyama, siku kiyama utakubali kubeba dhambi zangu wewe? Haya makosa yangu mimi, niachie nibebe mwenyewe mizigo hii yangu mie mpaka nitakapofikisha. Kaibeba mabalevi ya samli na huku kama taura. Aslam yuko nyuma yake, ni kwa kama Aslam ndo amirul mu'minin yuko mbele, wanakwenda musri'in mpaka mbele ya Ummul Yatama. Akifika pale akakoroga unga na mkate, akatengeza, ndevu zikawa zinaingia na moshi huku yatakhallal. Utafikiria manake ndevu zote zimeshika moto, kumbe kuvivia ile mpaka manake anapuliza hali apate kupika, kumpikia Ummul Yatama. Anasema Aslam nikawa namtizama Umar anafanya mapishi, mimi nimekaa pembeni. Kitaka kumsaidia sema la, huu mzigo wangu mwenyewe, nataka kusahihisha mambo haya. Ameivisha Umar, watoto wakaanza kulishwa. Anawalisha, mama anamtizama Umar anawalisha watoto mpaka watoto wameshiba. Badala ya kuwa walikuwa wanalia, watoto wakaanza kutabasamu. Jaa mwanaume, ndio maana tunafunga. Watoto wakaanza kucheka sasa. Wanacheka. Wanareka kaa pembeni. Aslam anamwambia twende, anasema kutaadhiniwa alfajiri. Hajalala hivyo usiku kutwa. Anamwambia subiri mpaka niwaone wamefurahi kama tulivyokuja hapa wanalia hawa. Wafurahi kweli ndio tuondoke hapa. Mama alipoona mtu huyu anahangaika, moshi anapuliza huko, anapika, analisha, akamwambia ayuha ar-rajul anta afdal wa anta awla bil khilafati min Umar ibn al-Khattab. Wewe bwana wewe, kumbe watu wa kuongoza wapo kama wewe. Wewe bora uwe kiongozi kuliko wewe. Marikajikalia huku haji chochote, watu wanashinda huku, sio tunahangaika huku. Mtu kama wewe hawakukuona hawa watu wakakuchagua. Anta ahqqu bil khilafati min Umar ibn al-Khattab. Kama mimi nitaulizwa rai yangu, wewe ni bora kuwa khalifa kuliko Umar. Wakacheka, akaona hapa tayari nimejikosha. Akamwambia la, usihuzunike mama, usihuzunike. Ghadan, kesho fati, njoo umuone amirul mu'minin. Nenda kwa amirul mu'minin. Hakutaka kumwambia mimi ndo amirul mu'minin mwenyewe. Asubuhi yake mama ameamka na shifatan active, ameondoka mpaka Bait Mali al-Muslimin. Anampata yule bwana alokuja usiku. Umar yuko katikati ya Abdullah ibn Abbas na Abdurrahman ibn Auf. Abdullah anasema ya amir al-mu'minin, na Abdurrahman ya amir al-mu'minin. Bibi anauliza, niambie ni yule ndo amir al-mu'minin? Anaambia ndio. Mama akakosa nguvu, anataka kuanguka.
Watu wanauliza vipi? Anasema bwana yule jana kaja nimemwambia maneno ni matusi hasa. Kumbe yeye ndo Amiri al-Mu'minin. Kabla ndio Omar akamwambia mleteni bibi. Usihangaike. Nimekuita hapa matatizo yako yote. Dhulma niloifanya kwa watoto wako, akampa 600 dirham. Dirham 600. Kaambia hizi nafuta yale mateso ambayo nimekutesa siku zote, tena usinitaje kwa ubaya. Anaogopa. Anasema nilikuwa nikiogopa moto kana kwamba Mungu kaniambia mimi peke yangu mtongo. Nafasi yake. Am hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Mnadhani kwamba tumekuumbeni bure tu na kwetu hamtorudi? Ilikuwa tusome aya hii, Omar anaanguka na kosa nguvu, anauma watu na kwenda kumzuru kama mwenye malaria. Kumbe kasikia aya tu. Inamkirikita kwamba Mungu anasema kwa mkatumba sisi bure. Kuna maana kubwa. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu alikuwa hivyo. Inshallah kesho tutaendelea kama kawaida kwa habari Sayyidina Umar. Leo kidogo mtamsama sauti yangu sio barabara. Jazakumullahu khair. Kwa hiyo watoto inshallah waulize maswali. Sasa hivi tutauliza maswali. Ya zawadi inshallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا ومعلمنا محمد رسول الله، ونشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة الأمة ومحى الظلمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه ربه خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإسلام، tulieleza tarikh ya Umar al-Faruq radiyallahu ta'ala anhu, tukaeleza nasaba yake, tukaueleza Uislamu wake, kisha tukaeleza hijra yake miji ya Sayyidina Umar, kisha tukaeleza awali yake Umar, vitu vilivyoanzishwa na Umar. Na leo tunaingia katika sehemu mpya ya Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Umar alipotawala, kuna kundi la watu lilikuwa na hofu, likasema لقد كان عمر فينا شهيد والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا. Jamani, alikuwa Umar ni mkali kwa Waislamu na mtume alikuwa hai. Hawa wanazungumza, wanasema mkali wake Umar ulianza na mtume alikuwa hai hajaja. لقد كان عمر شهيدا والنبي بيننا. Umar alikuwa na mshindo mkali na mtume yuko hai. ثم كان شديدا لما تولى أبو بكر بالخلافة. kisha akawa mkali wakati Abu Bakr alikuwa khalifa. فكيف الآن وقد صار الأمور كلها إليه. leo kisha kwa yeye uskani leo itakuwa ilikuwa mtume yuko hai, kana shadida. Akiona jambo analisema mbele ya mtume. Wakati wa Umar na Abu Bakr vile vile. Sasa leo yeye ndiye wachogozi. Itakuwa Umar atasikia habari hizi, atasimama akawahutubia Waislamu, atawaambia talamani annana qalu كنت شهيدا عندما كان رسول الله عنه.
Nimesikia watu wanasema hivi, nikasikia kwamba wanasema nilikuwa mkali wakati wa uhai wake Mtume na mkali wakati wa uhai wa Abubakar. Leo mimi ndio kiongozi, itakuwaje? Simtazidi mie. Nimesikia watu wanasema hivi. Sasa hivi wanakula leo, nachotaka kuwaambia kwamba shiddati ala salama, ukali wangu mimi nitakuwa kwa watu wenye kuchukua haki za watu. Ukali wangu mimi sio kwamba ninakwenda ukali kwa watu wacha Mungu, watu wema, watu wazuri. Ukali unakwenda kwa mahala pake ala zalimi, watu watakaochukua haki ya wanyonge, lazima nitakuwa mkali kwa watu. وسأكون أليا تكون لي مثالا على المؤمنين على المتقين. تكون watu walikuwa na imani na takwa, na watu walikuwa waadilifu. Mimi sina ukali juu yao. Ukali ni kwa kile ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katikataza mwenye watu na vifanya. Hapo ndipo tutakapokuwa ukali juu. Sayyidina Umar alikuwa na tabia ya kupokea nasaha yoyote anayopewa na mtu yeyote anayejitokeza kwa Umar kumnasihi, awe mkubwa mdogo, awe mwanamke mwanamume, awe na cheo hana cheo, akitoa nasiha kwa Umar inaingia madhabani. Na hii ni mtu anayetakana, sio kwa sababu kaambiwa na fulani, anaweza fulani kidogo cheo chake kikubwa, umri wake mkubwa, nafasi yake nzuri, mandhari yake kidogo tofauti na wengine, ndio akalikubali. Lakini akiambiwa na mwingine, anaona huyu position yake mbaya, hana cheo chochote, mtoto mdogo, maskini, fukara, hana mbele hana nyuma, tunaona mimi lazima nipige na ukuta. Unaangalia je, anayosema hivi, akili hapa, ikubali haki na ukweli. Japokuwa haki ile inatoka kwa mtu ambaye ni mdogo au dhaifu, au unaweza kumwona hana cheo chochote katika maisha yake, lakini maadamu kazungumza ilikuwa la sawa ile ikubali. Sasa hii kwa maana ya siasa za Umar ni yakbalu al-haq min aina ata. Popote inapokuja haki, popote unapokuja uzuri na saha, Umar alikuwa akikubali baada ya salama, ndio kushuka haki katika moyo wake katabiri na salama kabisa. Siku hiyo kaingia sahaba mmoja anaitwa Sa'id ibn Amir al-Jumahi radhiyallahu anhu. Sa'id ibn Amir alipoingia tu katika majlisi ya Umar, akamwambia ya Amirul Mu'minin, usika an takhsha Allah fi an-nas wa la takhsha an-nas fiha. Ewe Amirul Mu'minin, mimi nakuhusia uogope Mwenyezi Mungu kuhusu waja wake hawa, wala usiwaogope watu kuhusu Mwenyezi Mungu. Yaani uogope Mwenyezi Mungu kuhusu kabila ya raia wako na wauza. Usiwaogope raia kuhusu jambo la Mungu. Jamani, nakutangaza kumwambia, usika an takhsha Allah fi an-nas wa la takhsha an-nas fi Allah. Mwogope Mungu sana, si mwogope kwa ajili ya Mungu, mwogope Mungu kwa ajili ya hawa watu. وأوصيك أن تحب للناس كما تحب لنفسك. وإن kiongozi nakuhusia unalipenda wewe na watu wako wa nyumbani, basi ulipende kwa watu wako. وتكاد تجاه من نصيحة وأن تكره ما تكرهه لأهل بيتك. na uchukie kwa watu isiwapate ile unaloogopa isiwapate watu wa nyumbani wako na nafsi yako. أولا تكتب تنزيل بشطاب الأسعاد من لا يستطيع هذا والذي يتوزق لفاده لا يتوزق لفاده هذا ابن سعيد ذو يستطيع أن يفعله رجل مثله على يتوزق لفاده كبير أولا من كسيها يتمثل ويفعله وما يتمثل قال إنك أنت سعيد معروف. أقول يا سعيد إنا نستعملك بحرص. سعيد بن عامر
nimeamua kwamba nikupeleke uwe gavana Himsi. Himsi iko Syria, na huko ndiko alikokuwa akiishi Sayyidina Khalid, na kama sikikosea alikufa kule Khalid bin Walid, pamoja na ushujaa wake wote, lakini hakuwahi kufa vitani, alikufa vitandani kama kawaida. Mwenyewe akilalamika katika sakaratul mauti yake anasema, hakuna katika mwili wangu utakwenda kiasi cha nchi hii tatu kwa sekunde, labda ya upanga au ya chembe au ya fisi. Mwenyewe anasema unapotaamali mwili wangu utakwenda kidogo nchi hii tatu na kutaalama. Alama hiyo ni darbatun bisayf, darba ya upanga au ta'natan birush, au fungu ile na jembe limerushwa basi limeacha ramani katika wa Khalid bin Walid. Lakini anasema laqad kuntu atamanna an akuta shahidan, nilikuwa na hamu kwamba niwe shahidi katika vita. Ana abutu ala firashi kama yabutu al-ba'id, anasema leo ninakufa kitandani kama vile ngamia anakufa, yani mbaya sana sifa ya Rabbi, ndio ningehisi nilikuwa zamani nipe kwa kudungwa kichwa au bua au panga, leo kufa hapa kitandani kama vile ngamia anakufa chini kwa hiyo hali inaonekana kasimama na kutoa upanga. Hivyo katika sakaratul maut kasimama katoa upanga, anasikia kama sauti za jihad zinamnania, haya ila jihad, ananyoa upanga anamwambia mkee tayari unakwenda. Basi imagination yake ndani ya kichwa yake anaona kama yuko adui mbele yake, kampiga upanga na kumwambia kafa hali kwa hali hiyo. Kafashai kwa imagination yake, lakini sio katika hali ya mizani maalum. Sasa MC alikuwa akiishi vile vile Khalid bin Walid. Sayyidina Umar akamwambia Sa'id ibn Zayd, nasta'minuka waliyan fi Hims, tukupeleke wewe utakuwa wali katika mji wa Hims. Sa'id akaona mimi nimempata si hadhiri, kumbe nimemtakia tatu na dada. Hawapendi kabisa kuongoza masahaba. Wanaona kwamba imekulia makubwa mtu kuambia kwa nyumba yake na kusikiliza wewe unachosema. Wanaona masuala makubwa. Tunasema al-hukmu taklif la tashkik. Tunasema uongozi ni commitment. Leadership ni commitment. Sio kitaka cha asili na mambo kalala. Kuna mambo mazito yako nyuma yako. Tunasahau kwa raia haya. Wanakwasa mtu kuambia wewe kiongozi mara ya Umar, la taftinani, anaongea Sa'id ibn Mu'adh, ya Umar la taftinani, na kuomba usinifikirishe, usiniletee fitna nyumbani mwangu kwa kujalia kiongozi wao. Umar hapa anazungumza wazi kubwa baada ya kulipa saa ile ghala. Sasa mnaambia wewe usaidie, unakataa, basi wauni amra thumma takhalluni wahdi, inastawanisha mimi na wewe kisha ndio peke yangu katika jambo hili nikatetea dunia tu. Wallahi la adauka kama sifuati, lazima tutakuwa wali. Kapeleka Sa'id ibn Amir kwa gavana kule Hims, kawaambia watu wa Hims, huyu kuanzia leo kwa kiongozi wetu. Na Hims ilikuwa ikijulikana kwa jina la Kuwaifa. Kuwaifa maana yake ni tafsiri ya jina la Kufa. Kufa ni mji katika Iraq, na mji huu wa Kufa ulikuwa unajulikana kwa controversial, watu wake kila kukicha wanashtakia viongozi wao kwa muumini. Hawaachi mashtaka watu wa Kufa. Sasa mji wa Hims ulikuwa unaija unatabia kama za Kufa, watu kawifa al-Kuwaifa, yani Kufa ndogo, kwa sababu ya mashtaka ya watu wake. Viongozi kupelekwa kule kucha mashtaka yanapelekwa kwa muumini. Leo anapelekwa Sa'id ibn Amir hapa, kabisa nikuleteni kiongozi mpya Sa'id ibn Amir. Amekaa kule Sa'id, baada ya muda ikaja delegation kwa Amir al-Mu'minin Umar. Umar akamwambia niandikeni majina ya mafukara wa mji wa Kufa wa Hims. Kwa watu nani maskini kwa Hims. Wakaandika mwisho, wakamwandika Sa'id ibn Amir al-Juhani. Listi
Hadithi ya mafukaa ikapelekwa kwa Amiri al-Mu'minin Umar. Sayyidina Umar yakasoma katikati yake na neno la Sa'id ibn Amir al-Hanafi. Arashi. Man Sa'id hada? Sa'id huyu nani? Mbona anajina huyu kama laike kiongozi unaotajwa? Man Sa'id ibn Amir al-Hanafi? Fakamwambia amiruna, yule kiongozi yule mtetea. Akauliza, amini kumtafuta kiongozi wenu ni fukara. Kiongozi mkubwa anakuwa yuko katika liste ya fukara. Hawa watu walikuwa ni zuhadi. Omar historia yake yote imejaa zuhud, maana kuikabili dunia. Na wale alikuwa tuwatawarisha watu walikuwa mashuhuri kwa zuhud. Moyo wao Sa'id ibn Amir ndani ya utawala wake kampeleka Himsi. Leo analeta miti ya mafukara ndani ya miti hiyo. Yuko Sa'id ibn Amir akauliza, amini kumtakiri? Inadana amini wenu ni fukara? Wakasema naam. Innahu la tamdi layali siwari wala tuqadu fi baiti amirina nao. Zinapita siku za kuhesabiwa, hakuwa shughuli katika nyumba ya amini wenu. Ishara kwamba hakupiki hakuna kitu. Sasa sisi tumeona tumuingize hapa na yeye anaona apate kitu. Wale akaita zaka zile kawapangia, kisha baadaye kachukua 1000 dinar ndio ndio. Hii kasema hii station ile ya mwenyewe. Na mkifika Himsi Ibrahim alayhi salam, mbele salamu zangu nyingi sana, mwambieni inna nura al-mu'minina yab'athu laka hada. Anaweza kuelezea kama hii special umalizi matatizo yako ndio matatizo. Allah akaondoka wala mali za zamani na mali nyingine ya familia yao. Walipoingia ndani ya nyumba tu wakampelekea yeye kifurushi chake kitu. Kwa sababu kwa taarifa ile baki leo tumebaasha yake. Maasha kubwa imevimba 1000 dinar. Alipopokea Sa'id ibn Amir akauliza, na mtishani rabia Israila al-mu'minina Umar yab'ath ilayka hadhihi 1000 dinar. Amiri al-mu'minin katutuma tukuletee hizi dinara kubwa litasudda biha ba'da hawaijika, ili upate kumaliza matatizo yako na pesa hizi. Alipoingia katika نقل سعيد سعيد معنا توجيه إن لله وإنا إليه راجعون. إن لله وإنا إليه راجعون. هذه الصوت اليوم نقول تروي إشارة إلى كتب جمهوري ما لا يمين الإسلام، يعني ما يستطيع إلا لله ما في مصيبة. فتقول لله كل مصيبة. لو كنت الباقي kala mtu kaleta bahasha ndani yake kuna dola 1000. Umepokea utasema inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baada ya inna lillahi wa tukishafunua maana dola ndio inna lillahi asema hivyo atasema mtu. Lakini hawa walikuwa wakisema dinari 1000 anajua kwamba msiba umeingia katika nyumba yake. Mkewe yuko mtoni mbele na pikapika anasikia ndio inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nikashtuka. Amasa Amiri al-Mu'minin kama swali. Anajua hii ni ishara kwamba kuna msiba. Amasa Amiri al-Mu'minin. Je, kishakufa Amiri al-Mu'minin? Sa'id ibn Amir anasema wa ashaddu min dhalik, bora ni kufa Amiri al-Mu'minin. Ni zaidi ya kifo cha Amiri al-Mu'minin. Akauliza usiba al-muslimun. Je, waislamu wamepata matatizo fi ghazwa katika vita? Akamwambia ashaddu min dhalik, zaidi ya hilo. Akauliza nini? Akamwambia dakhalat alayya ad-dunya litusida akhirati. Imeingia ndani ya nyumba yangu dunia ipate kuharibu, kudestroy akhira yangu. Dunia imeshaingia. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة
والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. Kwa hiyo leo imeingia kwa nguvu zote dunia ndani ya nyumba yangu ipate kuharibu akhera yangu. Ikiwa tunataka anha basi mainde hiyo ndio hiyo. Akamuuliza mkewe, atuainina kutusaidia, atuainina kutusaidia katika kumaliza matatizo haya. Akaambia hiyo, akamfungulia dinara mmoja, akaendelea akaambia, unamjua mjane fulani pelekeni, unajua nyumba fulani kuna mayatima peleka hii, unajua mahala fulani kuna wanyonge peleka hii. 1000 dinari zote zikazaliwa zikapelekwa kila mahala Saidi Muhammad tawali. Omar baada ya muda akaanza kuitembelea Sham, Syria. Na alikuwa na kawaida Omar anapita katika kila sehemu aliyopeleka gavana, anakalisha mkutano, watu wanauliza nini matatizo yenu. Watu wanaambia waseme, wasiogope wala wasione haya. Kama ana kasoro kiongozi wao, waseme kiongozi wetu huyu katudhulumu hivi au anakosea hapa, una kila mahali anakwenda. Na alikuwa tuwaambia Waislamu kwamba mtakapoondoka nyewe katika vita, faana abul iyal, mimi nitakuwa baba wa watoto wenu hata tarjiu, mpaka mtakaporudi nyumbani. Anapita katika nyumba za Waislamu na wanauliza kina mama, naogopa msije mkenda mtanyang'ano masokoni, msije nini pesa zenu na mtakakwenda kununua, mwenye mtaka tungule analeta, mwenye mtaka nini analeta, kila mmoja analeta. Omar anaandika kisha anatumana anakwenda marafiki anawaambia mbali. Anasema wanawake wa Kiislamu wasije wakanyang'anywa bei kule masokoni. Kisha ikifika wakati mwingine anaambia, je, kuna mtu ana barua yake anaweza kupeleka kwa mkewe, kwa mumewe katika vita? Hilo ni kwa kazi yake. Mali hapa atasema mtatembea dunia nzima, yaani katika zile sehemu alizotawalisha. Na dawati lake alikuwa na kawaida ya kutembea na dawati na kitabu na kalamu. Anasema nitasemea kila mahali niangalie matatizo ya watu mpaka nihakikishe nimemaliza sehemu zote. Lakini radhiallahu anhu alifariki kabla hajamaliza sehemu alizoazimia kumaliza matatizo yake. Siku alipofika Syria, akawakusanya watu wa nchi, akaambia amiri wao, sasa njoo, kaifa raaitum amirakum, kauliza mumemwonaje amiri wenu? Wakasema hunaka 4 umuri nashku ilaiha, ya amiri muumini, sisi tuna matatizo 4 tunataka kukueleza. Kiongozi wetu huyu umemletea hiyo mahala huyo, kama tukwambieni sisi kwa kuwaifa kufa ndogo, watu wakufa walikuwa weshi matatizo wala washtaka. Mpaka Omar aliwahi kutamka kiingia akasema, laqad a'lani ahlul Kufa, walimchokesha watu wa Kufa. A'lani in ista'amaltu alayhim dha'ifan istad'afu, nikimpeleka mtu kidogo laini wanamfanya dhaifu, wanakatiza. وإن استعملت عليهم قويا شكوه إليه، لكن فلترد الصوت ولا يزمن لهم ويجوكيش أنا واتوكم أو يجوكيش. وبالغير يستعملت واحد رجعون مني نفشر تفتلت على القوى الحكمة، على القوى قليلا، على القوى الإيمان، على القوى السياسة الجيد في الكفار. خلوا تولوا يقول أتوانجي لقد وجدت هذا من شنفع من الدجاج ويقولان يقول شفت ومتصلوش من الفريق أقول فلو أن الدجاج يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب، بيت عبد الله بن عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمر يمشي جوزه كالترميك وكبديك ويأتاك يسكأ ما ملاك بشكوكها. ما أردت بذلك وجه الله، وجبين أن يجب رأسك الوجود. هذه نتوشة وجين ماذا تستوقع أولا كالمزيين من يكون مغلوط إذا كنت من المعنى alikuwa kiepusha wasema hii commitment bora ni nini tu katika kuoletu asije na mimi. Sasa mnamtafutia Omar balaa na kuna msururu wa watu nyuma yake wanafuata katika masuala ya ulimwengu ya kiasi. Na zaidi
Sitaki kumpeleka mtu au kiongozi ambaye kashindwa kutoa talaka vizuri kwa mgeni. Abdullah ibn Umar. Kuna ishu moja Abdullah ibn Umar alimwacha mkewe kwa Mtume mzima hakurudi. Kama alikuwa mwacha katika hali ambayo sio nzuri. Katika mambo ya leo ya wanawake zile duty zao za siku za leo. Na ndio amri ile ilikuwa inapatiza. Lakini mpeleke mtu kiongozi kashindwa kuacha mke wake ndio kwa hukumu wa Uislamu. Alhamdulillah kwa kutaka masuhulia haya yatakie katika shingo yake tu. Asitabia tena balaa la watu waomba kuokoa ni wengi. Katika kitabu Mtume anasema katika hadithi moja ya Mtume anasema innakum satahrusuna ala al-imara wa satakunu nadamatan yawm al-qiyamah. Ninyi mtafanya tupa na mtu kutaka kuwa kiongozi, lakini mtakuwa majuto siku ya kiyama. Allah alikuwa hadithi na alikuwa akiwaambia Waislamu ma qabiltu al-imarata illa kama yaqbalu al-mutarru aqla al-mayt. Sikubali kuwa kiongozi isipokuwa kama anavyokubali kula mtu alikuwa hakuna chakula isipokuwa ndio kubali kiongozi. Kwa hiyo walipofika nchi, watu wa nchi wakampa listi ya matatizo yao. Wao wanasema kukawa na matatizo manne, kila moja linamshinda mwenzake kwa ukubwa. Said Muhammad huyu aliruhusia akaniambia ittaqillaha fi an-nas wa la takhsha an-nas billah. Leo matatizo haya anayo yeye. Wewe ulinusia wewe mwogope Mungu, mbona raia wako wanakushtakia? Hali yenyewe matatizo gani? Na wewe Said ndio unasimama hapa. Tusimamisha Said watu wa mshtaka. Anaona la kwanza kwa hili muumini. La kwanza tunaloshtakia juu ya wala huyu ambaye umemleta huku kwetu kama kiongozi, tunakwambia kwamba innahu wanakuwa na kawaida yenyewe la yakhruju ilaina illa ba'dama yata'ala an-nahar. Hali wanalema matatizo yetu isipokuwa kushakuwa pale jua limeshachomoza, mchana unakwenda, ndipo huyo unamuona atajizoa makuja. Halipo active huyu. Vipi asije mapema katika mahakama zetu na mambo yetu haja ukizabe hali za kwenda hivi. Akae na lale mpaka mchana unakwenda na watoto. Au anatambuliza ya Said. Unadhani huyu kashfa hii. Nadhani wallahi laqad kana dhalika sirran. Hii ni wasili na sikutaka kuambia mtu yoyote. Amma wa hadda insan. Lakini umeshaiuliza sina mtu kuzungumza. Akaambia hivi na leo. Nyumbani kwao laisa ladayya khadim. Kwanza kuna mtumishi wa kumtumikia. Mimi na mke wangu na watoto wangu. Faasbahu wakati wa kupangukiwa aajibu lahu mie wangu kama unga. Yasuisha pita tunyokana unga ajibu. Thumma kisha baada yake uhamilu na ukiakamina mpaka umepangwa tayari kwenye mkate. Thumma kisha ubidu lahu na ubeki mkate ule kwa ajili ya watu wangu walifanya kwangu. Baada ya kumaliza akawapa akhruji ilayhi na tawaka hapo kwenda kushughulikia watu wangu. Kwa hiyo mimi ninapotoka kwanza na commitment za nyumbani kwangu. Ni baada tu. Sina hapi, sina mengi. Kazi zote nafanya mwenyewe nyumbani. Na mkewe watu wengi wanafikia kwamba mtu akioa mke ndio mfanye kama mimi nyumbani. Sio, anachofanyia na kufanyia kwa hisani. Inaona huyu pamoja na mkazi wake, alitoka bwana mmoja anakwenda kwake kumshtakia mkewe. Akifika anasikia nyumba ya Amirul Mu'minin na waka moto na hiyo magari yanapewa ndani ya nyumba yake. Alisikia mke wa Amirul Mu'minin anazungumza na Umar kike ndani ya nyumba yake. Sasa bwana anataka kubisha ashtakie matatizo yake, anasikia ile mtu alikuwa mpaka kwa ajili anajikuta ndani ya Amirul Mu'minin. Ataamua kurudi kabla kidogo aliposikia maneno makali, huyo katoa nguo anakwenda. Au anafungua na nguo gani huyo pamoja naye. Anamuuliza vipi wewe unakwenda?
akamwambia mimi muumini nilitoa nyumbani niye kuja kukushtakia na niona nitaendelea nyumbani kwako kwa yeye. Akasema njoo. Hawa ni ndugu zetu ya wanawake. Haya ni maua yetu. Haya ni matulizo ya macho yetu. Hawa wanatufanyia mengi sisi. Huyu anatukulia nguo zangu. Huyu ananipikia chakula. Huyu ananilea vile kama mtoto. Na leo haya yote sio haki kuyafanya na mfanyia kama msali. Kuna mambo mengine wapi kumfanyia. Si haya anamfanyia kama msali. Kwa hiyo kwa mimi ndio sababu na mambo yetu tena. Ile mwenyewe wanaanza baadhi ya mambo. Kwa mwenyewe pia mambo. Tushakaa nao watoto. Tushakaa nao. Japo kuna mambo ambayo kwamba pengine hayakuridhishi, lakini mengi yake yanakuridhisha. Vumilia. Mengi wanakufanyia ambayo si lazima kufanyia, wanakufanyia. Kwa hiyo kupika au kufua au mambo mengine ihsani wanawake wanakufanyia. Lakini kama sio hivyo wanaweza kwenda kumkuta hapa siku nzima anakula naye. Leo simone vibaya. Leo nao sio katika hivyo kama shida. Tunasema bwana ndio kukulinda haya endelea. Ndio tunafanyana na wao tunafanyana kule. Kwa hiyo tunafanyana ihsani. Sasa tunaomba kwa Allah akauliza haya sababu yake kwamba kule huna mei, huna mfanyakazi wa kusaidia kazi hizi. Basi hilo shabiki. Lakini lingine wasema amna thania jambo la pili yeye amiri muumini kulwa la yakhruj ilayna layla usiku atoki au amjui mtu kama yalitokea kutokea kwa kulabisha usiku amiri haisikii wala hashughuliki. Sasa itakuwa hivi watasaidia sahihi maana na hii tunasema nalo kwa bila muumini وهذا نبي فيها كان السر بيني وبينهم ينفصل بينهم وبينهم أما وقد سألتني لكن هو من يريد تتبقى ذلك ما هو الذي سيأتي فيك ولا تنجيه الوجود فقد جعلت له النهار من الوقت مشان المسلمة وقلبين نواه وجعلت الليل لله رب العالمين usiku nimemfanya mwabudu sasa nishughulike na mimi kumrudisha mwana wangu. Sasa hawa waliacha haki yao wanaingia mpaka haki ya Mungu wao sibali. Niliwapa mchana kubwa usiku mimi nasimama natafuta radhi kwa Mola wangu na Omar alipofanya hivyo. Siku moja alitoka mgeni anaingia Madina. Usiku akaingia ndani ya mji. Akasema la sasa hii ni nyumbani kwa Mungu tamsumbua. Mwenyewe kalala na starehe kwa matupu ya mchana. Akauliza bana nipelekee msikitini nikalale. Akiingia ndani ya msikiti usiku kiza zile watu hamna taa kama hivi. Akiingia mlangoni kwa nasikia sauti. La tukrudni. La tukrudni min dhati. Ya Rabbi usinikuze mimi katika mlango wako. Nilikuja. Akauliza nani? Kwa salamu wanaambia amiri muumini mimi naomba kwa nani kuzaa akasema amiri muumini ya Umar ala salamu mimi nimekuja kwa siku kwa kulala unaogopa kukuamsha kumbe kuomba Mungu sikitini unani wala amiri muumini akamwambia hapa in ana anamu layla adhi'u nafsi amama rabbi kama nilala usiku mimi nafsi yangu nitaitupa mbele ya Mola wangu وإن نمت النهار من خلال الجامع ضيعت رعيتي توتف اليوم ستوسيك واليوم جامع واليوم ستتبني هم وقتنا لا يتعين معه ولم جعلت لهم الليل جعلت لهم النهار وجعلت الليل لله عز وجل أسيك من مفرد ومدوام جامع والله آية التي جاءت يقول إن هذا الرجل لا يخرج إلينا في الشهر يوم فبتمر لسموه يقول في الوقت لا
ya mwezi mzima, kuna siku moja lazima hatakuja mtu mmoja kabisa. Sasa mwingine anakwenda wapi? Atauliza haya yeye Saidi kwa habari gani na habari? Asema ya amira al-mu'minin. Kuna siku miongoni mwa mwezi, siku hiyo nilifanya tafsiri kwa ajili ya kufua. Na kufua kwenyewe ni nguo ya mjini na wenyewe nimevaa. Na amiko haida, nimesema nyingine zaidi ya hiyo. Kwa hiyo yeye inakuwa na mnaisubiri mchana kutwa mpaka ikauke ili nipae tena mara ya pili. Waambie hao, hizo ndio zinazozungumza mimi kuja kwao mchana mzima. Kila wakisikia huo, ni mtu kwa kawaida bali. Haya leteni la mwisho. Jambo la nne. Kwa hiyo jambo la nne, huyu tunaona mara nyingine katika mahakama hivi watu wamekaa wanazungumza mara kwa ghafla anaanguka chini na kupoteza paa. Mwingine anajipamba na mwingine. Kila siku hali inampata. Au watu kuna watu wameshtaka niwaambia kioo kwa kuweka kupata yote. Kwa kila mmoja baada ya hapo wanafuatilia mpaka kuanguka pengine mwenyewe mtana dogo na nando wao wanataka kujua ana nini kiongozi bwana anaanguka huko. Alimwambia tapolisi hapo mtu bora anaanguka. Akamwambia niye shahadtu maqtala Hubayba na Ali. Katika ujahiliya kabla ya Uislamu nilikwenda siku moja nikamwona sahaba Hubayba na Ali anaadhibiwa na makafiri. فكان يقطع له إلى بندرهم وقال انكتب بنعمة الله. كيش وانكتب ونقول أتحب أن يكون محمدا مكانك وأنت ماجد. يجب أن محمد كل ذهاب أكثر فسياق وكل عبدالله. فكان يقول قبيل الفاتحين لا أحب أن أكون آمنا في مالي ولا في أهلي بينما محمد بن عبد الله تشوفه شوكا من استهك وانا امان katika nyumbani kwangu wala katika nyumba yangu na wapinzani hali mtume unamchora muda mimba kumchora sipendi kwa bwana mtume sasa kama mnajua hii ni wewe kulimaliza lakini la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Sasa maana tunaamini nishuhudia walicholangu wanataka duniani kubali. Sasa kila kukicha mimi ninawaza mbele ya Mungu wangu. Na dhambi hili na jambo hili linapotokea katika akili, basi ninaanguka ninapofahamu kwa kuwa ninajiuliza, je, Mwenyezi Mungu atanisamehe kwa kuwa mimi sikumnusuru, sikwenda nikamkataza mkini kumkata dunia kumbe Mungu atanisamehe dhambi hii wakati mmoja kwa mshiriki baada ya Uislamu, lakini anaona ni wajibu wake naye kumnusuru tu na nao kwa jumla. Lakini wazalio anaanguka chini na kuroka. Nani anawaza dhambi zake katika sisi? Anaanguka chini kwa kusafaha. Mpelekio kwa masahaba walikuwa sio watu wa kawaida. Bwana Mtume anasema la tasubu ashabi, msije mkawatukana na sahaba zao. Mtu atoe atakachotoa, hafiki hata ujanja wake mmoja wa mkono au nusu yake. Kwa sababu ya hayo, imani yao ilikuwa ni kawi, very strong. Naogopa nini asije Mungu akasema sikusamehe abada kwa sababu ya hii nilifanya. Omar akasema alhamdulillah alladhi lam yukhayyi fadlihi. Namshukuru Mungu kwa kuwa dhana yangu niliyofanya haikwenda kombo. Yuko sahihi kabisa. Nielezeni. Huyu alikuwa ni Omar katika utawala wake na kukubali nasaha na watawala wake alikuwa kawagawaja katika amsari wote walikuwa na hali ile. Akikubali kusikiliza nasaha kwa mtu yoyote, mdogo mkubwa, mnyonge mwenye nacho kwa nacho, mwanamke mwanamke. Siku ya mechi inapita, watu wanakwenda, mara hawa kaifa na mtu mmoja pembeni. Waislamu wanapita na moyo wao kushughulika na sikiliza zake. Mwenye muumini atasema ila kalali ra Mungu kibali chini ya mwanamke na mbele hii kumsikiliza sisi tunakwenda tunakusubiri. Akawaambia nishikeni adabu zenu. Akaduruma malhadi ninamjua huyu nani anayesemeza wallahi nakuafieni lau sallat an-nahara kullah
kama atakana mimi mchana mzima hapa watukallimuni akizungumza na mimi, wallahi ma faraktuha, siondoki namsikiliza illa an uaddi as-salat thumma arji ilayha, labda nikasali kisha nirudi tena kumsikiliza. Hata akisema na mimi mchana kutwa nitaondoka hapa kwa ajili ya kwenda kusali tu kwa ajili ya Mola wako, baada ya sala narudi tena hapa namsikiliza. Ataduruna man hadihi, mnamjua huyu ni nani? إنها المرأة التي سمع الله قولها من فوق 7 طباق. ولكن huyu anayemuungu kamsikiliza akasikia maneno yake Allah. Ayasma'u Allah wala yasma'ha Allah. Mungu amsikilize na wala asimsikilize. Ni mwanamke gani alikuwa anaitwa Khawla bint Malik au Khawla bint Sa'lab? Kabila yake nzito. Ilikuwa siku hiyo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko ndani ya nyumba yake, mara anabisha mlango, mwanamke anamshtaki. Mwanamke huyu alikuwa yeye na mumewe Aus ibn Malik, Aus ibn Samit radhiyallahu anhu, ndiye aliyemwita Ubada ibn Samit. Sasa nyumbani mume anamtaka mkewe kwa ajili ya starehe nyumbani, na mke yuko katika umbo anataka kusali kwa ajili ya kusali salatul asr. Basi alipomwambia kwamba mke wangu nakutaka mimi, mke akamwambia subiri, innani ala wudu, mimi katika wudu, wacha nimalize ibada hii, nimalize mambo mengine, alafu nitakuona baadaye. Basi Aus ibn Samit sahaba na wazee wengine, jambo lolote linamtasirisha, unaweza subiri kidogo na kusikiliza nini. Basi Aus ibn Samit akasikiliza na kusema maneno mazito, asema anti alayya ka dhahri ummi, wewe sasa mgongo wako na mgongo wa mamangu sawa sawa. Yani alimfananisha mkewe na mama yake, wewe na mama sawa kabisa. Ina maana watu zamani walikuwa wakifananisha wake zao na mama zao, ilikuwa ni talaka moja kwa moja. Kwa sababu mtu hawezi kumfanyia mkewe, hawezi kumfanyia mama yake yani anamfanyia mkewe. Sasa unapomfananisha mkeo kama mamako umekusudia nini? Kwa hiyo vitu kwa watu wa hapo spina. Kwa hiyo bibi huyo aliposikia habari hii naye akawa tayari, hii itakuwa talaka. Lakini Uislamu unasema nini kuhusu habari hizo kwa kumfanya katika njia hii? Bibi huyu kaamua kwenda kwa Mtume kutaka istifsari zaidi. Ya Rasulullah, kampa habari, inna Aus ibn Samit tazawwajani wa ana shabbatun marhubun fiha. Kuna Aus kalioa mimi nilipokuwa mdogo, mali na nguvu zangu, kila kitu strong katika mwili wangu. Falamma qalatini يوم يكفيك وضعه من جوه المتوسط وين قال لي كي يمنون نسمع أنت علي كظهر أمي وكما مامان يا رسول الله أنت كويس إن لي منه أولادا نمني من دنيا وتوب تقاكي إن ضمنتهم إلي جاءوا كما تعرفون مني كتينا أرسلتك وتكون الجاء وإن ضمنتهم إليه ضاعوا ننسوا وتيين وتوب وتفضيها وتفضيها بها. فتنتبهين يا رسول الله يمكن أمامية لا أراك إلا وقد حرمت عليك مجهولية وليني وقايتين ولم يكن حرام وقايت كان أمير تلقى أخذ يا رسول الله أكون من زيون السبب الذي منك بتعافية توجه من ربه كذا فينا المشاكل هكذا كذا من شيء جديد na mimi haramu alai umeshakuwa haramu kwa mumeo. Ya Rasulullah, hakuna njia nyingine? Hakuna. Mwisho akasema ila Allah kushukua haja basi napeleka alipojika kwa Mungu kama kwako ya Rasulullah nimetoka huko basi kwa Mungu na mimi na zangu pale pale akishuka Jibril alishuka na aya hii qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Hakika Mwenyezi Mungu amekwisha kusikia kauli ya yule mwanamke ambaye anakujadili wewe na kukuzungumzia habari za mumewe na anashtaki kushtaki kwa Mola wake, na Mwenyezi Mungu ameshasikia maneno yake. Hakika yeye ni msikizi na mwenye. Mungu kasikia maneno yake.
mwanamke huyu anayezungumzia Umar, wengine wanasema wallahu yasma'u tahawurakuma, anasikia hiwar sawa iliyokuwa kati yako na wewe Rasulullah. Bibi Aisha alikuwa ndani ya nyumba ya Mtume na kamwona bibi huyu anakuja. Bibi Aisha anasema wallahi ma sami'tu qawla, alikuwa kinaona kwa Mtume nisikia anasema nini. Mungu anasema qad sami'a Allah, Mungu shasikia nini hapa na hapa, sikusikia anasema nini. Mungu anasema Mungu nimesikia, tena leta harfu tahqiq qad sami'a Allah, bila kisha sikia Mungu kwa njia ya wajuu. Sasa mwambie Muhammad wale ambao yudhahiruna linisani, wanawapa sifa za mama zao wa kizao, yahunna ummahatihim, wajue kwamba hao sio mama zao, in ummahatuhum, isipokuwa mama zao, illa allahi waladinahum, ni wale waliwazaa. Mtu hawezi kuwa mama wala mama hawezi kuwa mke, kila mmoja ana sifa zake. Wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wazura, na wambie kama maneno hayo ni machafu na ni kuwazulia uongo tu. Lakini wa inna Allaha la'afuwwun ghafur, mwenye kukubali sana, anawafikia waja wake kwa kukosa Mungu atawasama. Lakini kama mtu kishatanguliza maneno hayo, waambie kwa walladhina, na wale ambao kwamba yudhahiruna linnisaihim, wanawafananisha wake zao na mama zao, waambie kama thumma yauduna lima qalu, kisha watarudi nyuma kwa yale waliyosema, fatahriru raqabatihi min qabli an yatamassa, waambie wamwache mtumwa hodi kabla ya kuingiliana tena mke na mume. Akamsafuje mume wengi mshasikia kauli yake. Akaitwa Aus ibn Sabit, mtu mzima lakini ana baraka. Alipoletwa vile Aus ibn Sabit radhiyallahu anhu akauliza, a'tiq raqaba, mwache mtumwa hodi. Mzima alikuwa bado anataka mkewe, ndio ana baraka. A'tiq raqaba, mwache mtumwa hodi. Au kusoma kwa la tajibu ya Rasulullah, sina mtumwa nyumbani, sio kumwacha huyo. Ulipoambia basi haina nini, kama hawakubaka fatahrimu raqaba fa'iqamu fasiyamu shahrayn mutatabi'ain min qabli an yatamassa. Kama hawakuwai mtu hana mtumwa, bali kama hakupata fasiyamu shahrayn, afunge miezi miwili siku 60 tena kufuatana. Leo kesho bila kwa siku moja. Ile na sifa ndio inakuwa pale. Tumesikia Mungu anaunganisha na Mungu wa pili. Adali yake kumbadilisha mkeo na mama yake. Tunataka hivi jambo kitu. Fasiyamu shahrayn mutatabi'ain min qabli an yatamassa, kabla hawajaingiliana mke na mume. Hapo nasema faman lam yajid, kama hakupata, yani hakupata mtumwa. Faman lam yastati, kama mtu hakuweza kufunga siku 60, fa it'amu 60 miskina, basi awalishe maskini 60, hao maskini 60 wote washibe. Sasa au kwa mwache mtumwa, akasema la aji, sina mtumwa, basi funga siku 60. Sema Rasulullah, takufa bila siku 60. Siku 60 ni nini? Ni mtamao la aqwa, kaambia wazi tu, siwezi, sina nguvu ya Rasulullah za kula siku 60. Basi at'im 60 miskina, walishe maskini 60. Akasema Rasulullah, laysa fil madinati ashaddu faqran minni, hakuna hapa Madina mtu aliyefukara kuliko mimi. Maskini wote hao, nyumba kubwa ya ufukara ndio mheshimiwa wao katika ufukara. Maskini imekuwa nao mimi naongoza katika mji wa Madina. Leo mimi mkalisha maskini mmoja atakufa. Bwana Mtume akaona hii salati, akaingia nyumbani kwake, akamlilia tena, akaambia hivi ndio tuwashie maskini. Baada ya Rasulullah, mimi naenda kama hivi
Mtume akacheka, lakini bado kama hakupata kuongea tena yao. Nimetubu kwa huyu toba ya Mungu inshallah sana. Lakini ni habari nzito. Sasa Omar kakaa pale kwa kama sio yake anamsikiliza mwanamke huyu anasikiliza Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa mimi mnalaumu kwa nini nasikiliza huyu unajua nani huyu? Inna amra'atu allati sami'a Allahu qawlaha, ni mwanamke ambaye Mungu kasikiliza kauli yake. Ayasma'u Allahu minha wa yatrukuha. Omar ni Mungu asikilize na mwache tu hapa tasikiliza. Hiyo kwa Omar bin Khattab. Omar bin zangu Waislamu alikuwa shahidi katika mambo ambayo sio sawa, na kuna mambo mengine ya sawa kabisa, lakini Omar kayahaamisha kwa nafsi yake kwa kuongezea fitna. Mmoja kamwona Jabir radhiyallahu anhu. Jabir kachukua nyama kesi anakwenda nayo nyumbani. Anauliza, ya Jabir, madha tahmil? Umebeba nini Jabir? Anaambia, lahmun ishtahaituhu fashtaraituhu. Kuna nyama nimeiona bucha nikaipenda nikainunua. Omar anamwambia, awa kullama ishtahaita, kila unachokitamani unakinunua Jabir? Wewe siku utakapokuwa na mgogoro, adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya, vizuri vyenu vyote mmeshamaliza katika uhai wa dunia, leo hamna kitu. Uogope siku hiyo. Adhabtum tayyibatikum, mmemaliza tayyibatikum, vile vitamu vyenu vyote fi hayatikum ad-dunya, katika uhai wenu wa dunia, wastamta'tum biha, mshatamata nazo huko watu mafunguleni. Uogope siku hiyo. Pamoja na kwamba ni halali, lakini anaogopa asije akaambiwa vizuri vyenu vyote mmeshamaliza duniani, huko hakuna tena vizuri. Anaingia pia ndani ya nyumba yake mwanawe Abdullah ibn Umar. Anampata Abdullah ibn Umar mbele yake kuna nyama safi fresh, anakula kwenye pole na nyingine zilikuwa siku za njaa. Umar alipoona mwanawe anakula mbele yao, atakula lahmu fi hadhihi al-ayyam, siku kama hizi ndio unataka steki unakula, baina ya muslimina na khafafa, watu hubatangia kwa hiyo unakula nyama steki. Ana zaita wa milhan wa khubzan, tulikula mofa ulimkadiria kukausha, tulikula mkate tuna maziwa mafuta tu na bila na chumvi ilitosha. Omar alikuwa akiona ajabu katika mambo yake. Kuna mwingine akapita marikiti akaona ngamia wamedona, ngamia wazuri wanapendeza, akauliza, hivi ni manhaji hao ngamia wanane? Jamaa akamwambia, hivi ni Abdullah ibn Umar, hao ngamia wanao Abdullah ibn Umar. Akasema kwa Bukhari, basi ni congratulation al-Nabil al-Mu'minin wa Nabil al-Mu'minin, aina Abdullah ibn Umar. Hebu mletee jukwaa. Kaifa Abdullah akasimama mbele ya Umar badala. Akamuuliza, hata yana kihaba, umetoa wapi ngamia hao? Ngamia Amir al-Mu'minin kanat ibilan hasilatan, hao walikuwa ngamia wamekwenda kwelikweli. Fashtaraituha, nimenunua. Thumma ba'athtuha ila al-hima, nimepeleka malishoni, nimetoa kila kitu changu mwenyewe kutoka katika mfuko wangu, ili waweze kuwa na bei nzuri. Hapa walipofika ni bidii yangu mimi ya Amir al-Mu'minin, فكنت أريد أن أتاجر فيها كما يفعل المسلمون. يعني نعم ممكن نتفقد biashara kama Uislamu unavyo mfano. Omar akauliza kwa masala yake, nani akauliza, thumma arsalta, kisha ngamia hao unawapeleka mahali waliokaa anakwenda ili Amir al-Mu'minin. Wachungaji vizuri ngamia wa mtoto wa Amir al-Mu'minin, watu waseme siku ili lazima Amir al-Mu'minin, wapende mazuri ngamia wa mtoto wa Amir al-Mu'minin. Abdullah, ninachotaka kukuambia, rasa mali, chukua rasi ya mali yako, waj'al rizqa fi bayti mali muslimin, faida yote zile katika nyumba ya Uislamu. Chukua rasi mali yako yote ya mali yako, kisha kichokizi peleka katika bayti mali muslimin. Siku hiyo zinaingia mali katika nchi ya Madina. Hasa akamwendea hasa Sayyid al-Mu'minin, akamfanyia sawa na Bukhari baba yake, akamwambia, Mungu anasema ukipata kitu chochote cha tunu, anza kwa watu nyumbani kwako. Kwa imani hii ndiye kwa watu nyumbani kwako, ili Amir al-Mu'minin akasema, hii sio mali yangu,
hii mali ya Uislamu, mali ya kwanza katika nyumba yangu ni mali ya Mungu. Nenda hamna kichwa. Al-Khattab alikuwa mkali katika mambo ya Uislamu. Na sio aya tu, siku moja ikachinjwa, akachinjwa ngamia. Wakaandaliwa Waislamu, kulikuwa na salamu ile Mungu ya ngamia inayosimama katikati yake. Kisha na maini akapelekewa Omar, akapikiwa vizuri ile rosti ile akapelekewa Mungu. Wale wengine akapelekewa Mungu wa nini. Aliposimama kutaka kula akauliza, aina Aslam? Aslam alikuwa mwanadamu. Yuko wapi Aslam? Anamwambia Aslam, kula chukua chakula yote hii mkombani. Atuni bizaiti wa moshi wa khubsi. Mlete mkate mkavu na zaiti na chumvi. لا خير في أمير المؤمنين إن أكل هذا وأكل رعيته كذلك. hakuna sehemu kwa amiri muumini kama bila chakula hiki raia wake wanaelimu kujaza nyumba yake. Itakuwa sijali. Siku moja alimuona mtu anapeleka ngamia, akishuka amebeba pasi ya halwa. Akaingiza halwa ile kutoka. Halwa ile ile alijijali. Alijijali sehemu katika nchi ya Umar. Pasi yake Umar kubwa sana. Miji yote hii Azerbaijan, huko Sharam Shati, huko Hindi kote Umar kaingia na jeshi lake kaingia Azerbaijan, ikawa ni daula ya Kiislamu. Sasa yuko wali kuliko gavana anaitwa Utbah bin Murqad, kamletea halwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ibana akashuka katika ndani ya watu akamwambia Umar aliyeona. Akaifungua kidogo, hajawahi kuona ni chakula cha Azerbaijan kile. Hakifu katika nchi zile. Akakata kidogo kaonja. Fawajadaha shahiyan, akapata utamu wake wa ajabu. Akamwita. Akamwambia, akulla muslimina a'taitahum halwa. Waislamu wote ya Azerbaijan wanakula kama hivi. Nimejana innahu ta'amu al-umara, hiki chakula cha watu special pia kama hivi. Hakuna mtu mwenye anakula halwa hivi. Pamoja na hayo, mchamtu ndio mtu anasema Maamu hasa ni chakula cha watu special. Kila mmoja ana halwa. Watu wote ana halwa. Akamuuliza aina ya tatu. Kwa ngamia wako yuko. Yule mtu ambaye anataka kumuona yuko vipi au vipi. Akamwambia yuko pale, akamwambia. Kaita ngamia kamileka, mara ngamia. Kaikula basi ili kamkunjia akamwambia. Ipeleke kwa Utbah. Mwambie la khaira, hakuna kheri. La aidha hakuna kheri kwa kiongozi anayechakula vizuri, wengine wale wape na njaa. Mwambie Amirul Mu'minin anakuambia ashbi min al-muslimina mimma tashba'u bihi nafsa, washibishe Waislamu kile unachokishiba wewe, kile unachokula wewe wao. Halwa imetoka Azerbaijan imekuja Madina, inarudishwa tena Azerbaijan kama ilivyoshukuru. Hii haina maana kwamba hivi vyote vilikuwa ni haramu, lakini ni kufa ya Umar kutotemea ile hawasi ya Umar kuingia katika mtihani. Kujidai kwa Umar ahakiki kwamba atasimamisha adala. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu jamii. Inshallah tunaendelea na kama Umar kwa Mungu atakuwa naye. Mimi ya wajua kwa sana. Kwa hiyo tutakuwa hapa ili na wao wapate kuuliza maswali yao kawaida wapate kujibu. Inshallah mkadi tutakuwa na Umar na inshallah nadhani tutakuwa tunaangalia historia yake ili tupate kuwahi na masahaba wengine ili tupate kujua na historia zake zilikuwaje. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه يغفر